Maajabu! Msichana aliyedhaniwa ni mchawi amponya binti wa bilionea aliyepooza miaka 17. Kulikuwa na kimya kizito ndani ya nyumba kubwa ya familia ya Mwangi. Nyumba hiyo ilikuwa maarufu kwa utajiri wake, magari mengi na wafanyakazi waliovalia sare safi kila siku. Lakini nyumba ya milango yake mikubwa kulikuwa na huzuni ambayo haikuweza kufichwa na pesa wala mali. Katika chumba kimoja kilichokuwa mwisho wa korido ndefu, alilala Amina Mwangi, binti pekee wa Mzee Baraka. Amina alikuwa amelala kitandani kwa miaka 17 bila kuweza kusimama wala kutembea. Mwili wake ulikuwa dhaifu, lakini macho yake bado yalionyesha uhai mdogo uliobaki. Kila asubuhi, Mama Rehema alikaa kando ya kitanda cha binti yake, akimshika mkono kwa upole. "Siku moja utasimama tena mwanangu," alisema kwa sauti ya upendo iliyochanganyika na uchovu wa miaka mingi. Lakini Mzee Baraka, baba yake Amina, alikuwa amechoka kuamini. Alikuwa ametumia pesa nyingi kwa madaktari mashuhuri, safari za nje ya nchi na dawa za gharama kubwa, lakini hakuna kilichobadilika. Siku hiyo jioni, mgeni mmoja alifika bila taarifa. Alikuwa mzee wa kijiji aliyekuja na habari ya ajabu. "Nilisikia kuhusu msichana mmoja, watu wanamuita mchawi," alisema kwa sauti ya chini. "Lakini wanasema ameponya wagonjwa wengi." Maneno hayo yalimfanya Mama Rehema kuinua kichwa chake kwa matumaini mapya, wakati Mzee Baraka alikunja uso kwa mashaka makubwa. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na mashamba ya mahindi na migomba, aliishi msichana aliyeitwa Neema. Neema hakuwa msichana wa kawaida machoni pa watu wa kijiji hicho. Wengi walimkwepa. Watoto walifundishwa kutocheza karibu naye. Wazee walimwangalia kwa mashaka kila alipopita barabarani. Yule si wa kawaida, watu walinong'ona mara nyingi. Kuna kitu kisichoeleweka juu yake. Lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Neema aliishi na bibi yake mzee katika nyumba ndogo ya udongo. Maisha yao yalikuwa rahisi. Walilima kidogo na kuuza mboga sokoni. Licha ya maisha magumu, Neema alikuwa na moyo wa huruma. Kulikuwa na hadithi nyingi kuhusu yeye. Mtoto mmoja aliyekuwa mgonjwa kwa muda mrefu aliwahi kupona baada ya Neema kumtembelea na kumwombea. Mwanamke aliyekuwa na maumivu makali pia alirudi nyumbani akisema alihisi nafuu baada ya Neema kuongea naye. Lakini badala ya kushukuru, watu wengi waliogopa. Mchawi, walimuita kwa sauti ya chini. Usiku mmoja, Neema alikaa nje ya nyumba yao, akitazama anga lililojaa nyota. Bibi yake alimtazama kwa huruma. "Usijali maneno yao mwanangu," alisema kwa upole. "Wakati wa ukweli utafika." Neema alinyamaza kimya, bila kujua kwamba maisha yake yalikuwa karibu kubadilika milele. Miaka 17 iliyopita, maisha ya familia ya Mwangi yalibadilika kwa ghafla. Amina alikuwa msichana mdogo mwenye tabasamu kubwa na ndoto nyingi. Alipenda kusoma vitabu, kucheza na marafiki na kuimba nyimbo za shule kwa furaha. Lakini siku moja, aliporudi kutoka shule, alianza kulalamika kuwa mwili wake ulikuwa mzito. "Mama, miguu yangu inauma," alisema kwa sauti ndogo. Mama Rehema hakujali sana mwanzoni, akidhani ni uchovu wa kawaida. Lakini hali ilizidi kuwa mbaya haraka. Ndani ya siku chache, Amina hakuweza kusimama kabisa. Hofu ilianza kuingia ndani ya nyumba. Mzee Baraka hakupoteza muda. Walimpeleka hospitali moja baada ya nyingine. Madaktari walimfanyia vipimo vingi, lakini hakuna aliyetoa majibu ya wazi. Walijaribu kila kitu: safari za nje ya nchi, madaktari bingwa na dawa za gharama kubwa zilifuata moja baada ya nyingine. Lakini kila waliporudi nyumbani, hali ya Amina haikubadilika. Miaka ilipita polepole. Watoto wa rika lake walikua,
Wakamaliza shule, wakaendelea na maisha yao. Lakini Amina alibaki kitandani akiangalia maisha yakipita mbele yake. Na kila mwaka uliopita, matumaini ya mzee Baraka yalipungua zaidi. Siku moja, Mama Rehema alipata habari ambayo ilifanya moyo wake kupiga kwa kasi. Alikuwa ameenda kanisani kama kawaida, akitafuta faraja moyoni mwake. Baada ya ibada, mwanamke mmoja mzee alimkaribia polepole. Mama Rehema alisema kwa sauti ya heshima, "Nina jambo nataka kukuambia, lakini usinicheke." Mama Rehema alimwangalia kwa makini. "Miaka 2 iliyopita, mjukuu wangu alikuwa mgonjwa sana," mwanamke huyo aliendelea. "Tulijaribu kila hospitali, lakini hakuna aliyemsaidia. Mpaka siku moja, tulikutana na msichana mmoja anayeitwa Neema." Mama Rehema alisikiliza kwa makini zaidi. "Alikuja nyumbani kwetu, akaomba, akaongea na mtoto wangu kwa upole. Baada ya muda, hali ya mtoto ilianza kubadilika." Maneno hayo yaliingia moyoni mwa Mama Rehema kama mwanga wa matumaini. Aliporudi nyumbani, alimkuta mzee Baraka ameketi kimya sebuleni. "Baraka," alisema kwa sauti thabiti, "nimesikia kuhusu msichana mmoja. Nataka tumtafute." Mzee Baraka alimtazama kwa mshangao na hasira kidogo. "Rehema, tumeshajaribu kila kitu. Sitaki tena kusikia mambo ya wachawi." Lakini Mama Rehema hakunyamaza. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alionyesha msimamo mkali. Baada ya siku kadhaa za mabishano, hatimaye uamuzi ulifanyika. Mama Rehema hakukubali kukata tamaa. Alimshawishi Pasta Eliudi, mtu ambaye mzee Baraka alimwamini sana, kuja nyumbani kuzungumza naye. Walikaa pamoja sebuleni kimya kwa muda mfupi. "Baraka," alisema Pasta Eliudi kwa sauti tulivu, "wakati mwingine msaada huja kwa njia tusizozitegemea. Kusikiliza sio kupoteza heshima yako." Maneno hayo yalimgusa mzee Baraka zaidi ya alivyotarajia. Hatimaye alikubali jambo moja, kwenda kumwona Neema kwa macho yake mwenyewe. Safari ilianza mapema asubuhi. Gari kubwa la kifahari lilipofika kijijini, watu walikusanyika pembeni ya barabara wakitazama kwa mshangao. Wengine walinong'ona kwa hofu, "Wamekuja kumtafuta yule msichana." Sauti zilienea haraka. Walipofika kwenye nyumba ndogo ya udongo, Neema alitoka nje pole pole. Alisimama kimya, macho yake yakitazama wageni wale mashuhuri. Mama Rehema alishuka kutoka garini kwa haraka, macho yake akiwa na matumaini yaliyokuwa yamefichwa kwa miaka mingi. "Tunakuomba utusaidie," alisema kwa sauti iliyotetemeka. Neema aliwatazama kwa muda mfupi, kisha akasema kwa sauti tulivu, "Nitakuja, lakini kumbukeni, si kila kitu hutokea haraka." Maneno yake yalileta ukimya mzito, na hapo ndipo safari ya kweli ilianza. Siku chache baadaye, Neema alifika kwenye nyumba ya familia ya Mwangi kwa mara ya kwanza. Wafanyakazi walimwangalia kwa macho ya mashaka aliposhuka kutoka kwenye gari. Hakukuwa na mavazi ya kifahari wala ishara yoyote ya ajabu juu yake. Alivaa vazi rahisi tu na uso wake ulikuwa mtulivu. Bi Nanjala, muuguzi aliyekuwa akimhudumia Amina kwa miaka mingi, alisimama mlangoni akimwangalia kwa makini. "Huyu ndiye?" aliuliza kwa sauti ya chini. Mama Rehema alitikisa kichwa pole pole. Ndani ya chumba, Amina alikuwa amelala kama kawaida. Macho yake yalikuwa wazi, lakini mwili wake haukusogea hata kidogo. Neema alikaribia kitanda pole pole, akasimama kwa muda mfupi bila kusema neno. Kisha aliketi karibu na Amina. "Hujambo Amina?" alisema kwa upole, kama mtu anayemjua kwa muda mrefu. Hakukuwa na ishara yoyote ya muujiza wala maneno ya ajabu. Neema alishika mkono wa Amina kwa utulivu na kuanza kuongea naye kwa sauti ya chini, akimuhimiza kuvuta pumzi pole pole.
Watu waliokuwa nje ya chumba walitarajia jambo kubwa kutokea, lakini hakuna kilichotokea. Baada ya dakika kadhaa, Neema aliinuka. Tutaanza pole, alisema. Kila siku hatua ndogo. Baadhi ya wafanyakazi walitazamana kwa mashaka. Kwao haikuonekana kama mwanzo wa muujiza, bali mwanzo wa jaribio lingine lisilofanikiwa. Habari kuhusu ujio wa Neema zilianza kusambaa haraka. Ndani ya siku chache, watu wengi walikuwa wakizungumza juu yake. Wengine walimcheka, wengine walimwogopa, na wengine walitaka kujua ukweli. Miongoni mwao alikuwa Juma, mwandishi wa habari mwenye uzoefu mkubwa. Aliposikia habari hizo, aliona nafasi ya kuchunguza ukweli. Kuna kitu hapa, alisema kwa mwenzake kazini. Siwezi kuacha hadithi kama hii ipite bila kujua ukweli wake. Wakati huo huo, ndani ya nyumba ya Mwangi, Neema aliendelea kumtembelea Amina kila siku. Hakukuwa na miujiza ya ghafla. Alimfundisha Mama Rehema jinsi ya kuzungumza na Amina kwa matumaini. Alimuomba Bi Nanjala kubadilisha baadhi ya ratiba za mazoezi madogo ya mwili. Siku moja jioni, jambo dogo sana lilitokea. Bi Nanjala alipokuwa akimsafisha Amina, aliona kitu kisicho cha kawaida. "Subiri kidogo," alinong'ona. Alitazama mkono wa Amina kwa makini. Kidole kimoja kilikuwa kimesogea kidogo sana, kiasi ambacho mtu mwingine angedhani ni bahati mbaya tu. Lakini kwa Bi Nanjala, hilo lilikuwa jambo kubwa. Alikimbia haraka kwenda kumuita Mama Rehema. Lakini aliporudi tena chumbani, mkono ulikuwa umetulia kama kawaida. Swali lilianza kuwatesa wote. Je, waliona kweli au walijidanganya? Kadri siku zilivyoendelea, shinikizo lilianza kuongezeka. Juma aliendelea kufanya uchunguzi wake. Alitembelea kijiji cha Neema, akaongea na watu waliomjua tangu akiwa mdogo. Baadhi yao walizungumza kwa hofu. "Watu waliwahi kusema mambo mengi juu yake," alisema mzee mmoja, "lakini hakuna aliyewahi kuona akifanya mabaya." Lakini wakati huo huo, ndani ya nyumba ya Mwangi, hali ya Amina ilianza kubadilika hafla, lakini si kwa njia walioitarajia. Siku moja usiku, Amina alipata homa kali. Mwili wake ulianza kutetemeka na hali yake ikawa mbaya zaidi kuliko kawaida. Bi Nanjala alikimbia kuita madaktari haraka. Mama Rehema alilia kwa hofu, akishika mkono wa binti yake. "Baraka," alisema kwa sauti iliyovunjika, "tusimwondoe Neema, tafadhali." Lakini mzee Baraka alikuwa na hasira na hofu kwa wakati mmoja. "Tumemleta hapa kwa matumaini, lakini sasa hali inazidi kuwa mbaya." Baadhi ya watu ndani ya nyumba walianza kunong'ona. "Labda huyu msichana si mzuri," wengine walisema. Neema alisimama kimya pembeni, uso wake ukiwa mtulivu, lakini macho yake yakionyesha huzuni. Kwa mara ya kwanza, alihisi huenda safari yake ingeishia hapo. Usiku ule ulikuwa mrefu kuliko siku zote. Madaktari walifanya kila wawezalo kupunguza homa ya Amina. Mama Rehema hakutoka pembeni mwa kitanda chake hata kwa dakika moja. Neema alikaa kimya kwenye kona ya chumba, akifunga macho kwa muda mrefu. Hakusema mengi, hakufanya jambo la ajabu. Alikuwa tu pale. Hatimaye, kuelekea alfajiri, homa ya Amina ilianza kushuka polepole. Uchovu mkubwa uliwavamia wote waliokuwa ndani ya chumba. Saa chache baadaye, jambo ambalo hakuna aliyekuwa akilitarajia lilitokea. Mama Rehema alikuwa ameshika mkono wa Amina kwa kawaida, kama alivyofanya kila siku kwa miaka mingi. Ghafla, alihisi kitu. Alishtuka kidogo. "Subiri," alinong'ona. Aliangalia mkono wa Amina kwa makini. Kidole cha Amina kilisogea tena, lakini safari hii si kidogo kama mara ya kwanza. Kilijikunja polepole mbele ya macho yao. Mama Rehema hakushindwa kujizuia. "Baraka!" alipaza sauti kwa nguvu. "Njoo haraka!"
Mzee Baraka alipokimbia ndani ya chumba, alikuta jambo ambalo hakuamini kwa macho yake mwenyewe. Kidole cha binti yake kilikuwa bado kinatetemeka polepole. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 17, kulikuwa na dalili ya uhai mpya. Habari zilianza kuenea ndani ya nyumba haraka sana. Bi Nanjala aliita madaktari ili kuthibitisha walichokiona. Wote walikusanyika karibu na kitanda cha Amina, wakitazama kwa makini kila ishara ndogo. Neema alisimama kimya, mbali kidogo na wengine. Hakusema chochote. Dakika chache baadaye, Amina alifungua macho yake polepole zaidi kuliko kawaida. Uso wake ulionyesha juhudi kubwa, kana kwamba alikuwa anajaribu kufanya jambo ambalo mwili wake ulikuwa umesahau kwa muda mrefu. Kisha, kwa juhudi kubwa sana, mkono wake ulisogea kidogo. Si sana, lakini wazi kabisa. Mama Rehema alilia kwa furaha, machozi yakitiririka bila kujizuia. Mzee Baraka alisimama kimya, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Kwa miaka yote, hakuwahi kufikiria angeona siku kama hiyo. Aliangalia upande wa Neema polepole. "Wewe," alisema kwa sauti ya chini, "umefanya nini?" Neema alitikisa kichwa kwa upole. "Sijafanya muujiza," alisema kwa utulivu. "Nimeleta matumaini, subra na upendo." Kimya kilitanda chumbani, lakini ndani ya mioyo yao, jambo moja lilikuwa wazi. Safari ya Amina haikuwa imeisha bado, bali ndiyo ilikuwa inaanza upya.